Hello, mambo vipi folks? Ebana, leo story yetu tunakwenda moja kwa moja Ohio, ambapo hapa tunakwenda kuiangalia familia ya Bwana Powell. Of course walikuwa na binti yao ambaye alikuwa anafanya vizuri sana shuleni kabla ya kuingia chuo kikuu. Huyu binti mdogo alikuwa anaitwa Sydney Powell. Of course alipokuwa akisoma high school alikuwa anafanya vizuri sana kimasomo, lakini pia alikuwa anapata grades za juu sana, na mpaka anamaliza high school alikuwa amefanya poa sana kwenye masomo yake, kiasi kwamba mpaka akawa amepata scholarship in one of the biggest universities in Ohio. Sydney alikuwa anakaa nyumbani kabla ya kuhamia kwenye dormitories za chuo au tunaita hostel. Sasa mwanafunzi huyu alikuwa anafanya vizuri sana, na ukumbuke alipata full scholarship ya shule, yani ya chuo alichokuwa anasoma wakati huo. Sasa Sydney baada ya muda alihama nyumbani na kuamua sasa kwenda kuishi maisha ya hostel kama walivyokuwa wanafunzi wengine, ambavyo inavyokuwa kwamba wanafunzi wanachanganyikana pamoja, wanakaa pamoja kwa ajili ya kufanya studies mbalimbali za usiku. Na alivyopeleka hili swala kwa wazazi wake, wakaona ni swala la msingi sana, kwamba ni mtoto na muda mwingine anahitaji kufanya discussions za kimasomo na wenzake, basi atoke nyumbani na akaanza kukaa na wenzie ili apate muda mwingi sana wa kusocialize na wanafunzi wenzake, lakini pia kufanya masomo pamoja na kujisomea pamoja. Ilikuwa idea nzuri sana kwa baba na mama, wakadecide kwamba mtoto wao sasa anapaswa kwenda kukaa kwenye maisha ya chuo kikuu, yani hostel, akae na marafiki pamoja na wanafunzi wengine kwa ajili ya kuweza kuingiza masomo vizuri na yule mwanafunzi aweze kumaintain scholarship yake, kwa sababu moja ya sifa ya kuendeleza kuwa na scholarship katika chuo kikuu hicho ni kwamba ni lazima uwe unapata marks nzuri kama zile zilizokuweka katika hiyo scholarship, na kimkataba kulingana na vile ambavyo wanakuwa wamekupa nafasi katika chuo chao ni kwamba ni lazima uwe umefanya vizuri sana, yani katika kila semester uwe umepata grades kuanzia B+ kwenda juu, ili uweze kuendelea kumaintain ile scholarship ya kuendelea kusoma katika kile chuo. Kwa hiyo Sydney alikuwa akijua kabisa kwamba ana mchakato mgumu sana wa kusoma kwa bidii na kuhakikisha anafanya vizuri kabisa katika masomo yake ili aweze kuendelea kumaintain ile scholarship ambayo amepewa na chuo pale chuoni. Lakini mambo yanakuja kubadilika sasa baada ya huyu mwanafunzi kupata uhuru wa kukaa chuoni, kwa sababu kama unavyojua utakutana na marafiki mbalimbali, watakupull kwenye maisha fulani ambayo wewe hukuwa nayo. Sasa akaanza kusahau shule, akaanza kupata muda sasa kwenda kutembea na marafiki, vacation kama zote, summer sijui nini wanakwenda na marafiki, akasahau masuala ya kusoma. Sasa ndipo hapo akaanza kufeli masomo yake. Kufeli kimasomo kwa binti huyu mdogo akiwa na umri wa miaka 19 tu ilimtengenezea depression kubwa sana. Hakujua ni nini afanye baada ya kuwa amepata note kupitia ile website ya chuo katika akaunti yake ikimwambia kwamba tunakupa last warning, it's like uko kwenye red line ya kuondolewa kwenye scholarship, kwa hiyo you have to pull up your socks to make sure unafanya vizuri kimasomo. Binti huyu alikazana katika next semester kuhakikisha kwamba ana maintain ile scholarship, lakini vitu vika turn upside down. Ndipo alipolose scholarship na ndipo alipofeli vibaya sana na kusababisha kupoteza scholarship yake. Sasa likizo imefika na amepewa note kupitia akaunti yake ya website ya chuo ikimwambia ameondolewa kwenye scholarship, amekuwa suspended kwenye scholarship. Amekwenda holiday nyumbani bila kuwaeleza wazazi wake ni nini kimetokea, na kila wazazi siku zote walikuwa wakimpigia simu wakimuuliza vile shule inakwenda. Huyu binti alijitetea kwamba kila kitu kiko fine. Kila akipokea simu wakati wote kipindi chote hicho, huyu binti alikuwa anasema kila kitu kiko fine, na red flags zote zilizokuwa zikitokea kwake, still the girl she was saying kwa wazazi wake kwamba kila kitu kipo fine. Sydney anafika nyumbani vizuri, anafurahia holiday yake yote, na sasa muda wa holiday umeisha, anatakiwa kurudi chuo. Sasa binti huyu bila kuambia wazazi chochote kama amekuwa suspended na ile scholarship ambayo ilikuwepo, sasa anarudi chuo kwa kulazimisha, yani bila kulipa ada ya chuo na bila kuambia wazazi wake kwamba amedisqualify kimasomo.
Sasa anarudi chuo kwa lazima na kuingia katika room ambayo pia alikuwa akikaa kipindi kabla hajafeli kimasomo. Amerudi kwenye room na kulazimisha kuishi pale ndani, na ikiwa ni pamoja na kuingia classes tofauti tofauti na vipindi tofauti tofauti. Hii ikawakera sana utawala wa chuo, na mwisho wa siku ikabidi wabadilishe mpaka kitasa cha chumba alichokuwa nakaa, na pia kutuma walinzi wamfukuze chuoni kwa sababu alikuwa amedisqualify masomo. Baada ya Sydney kuondolewa kinguvu pale chuo kikuu, na sasa akaona kwenda nyumbani itakuwa noma, kwa sababu tayari alikuwa ishakwisha danganya sana kwamba masomo kule chuo yanaendelea vizuri. Akaamua kutafuta hoteli karibu na mazingira ya chuo, akapanga pale hotelini na akaendelea na mishe zake mtaani. Siku moja baba yake anaamua kuingia katika website ya chuo katika akaunti ya mwanaye kuangalia progress ya maendeleo ya mtoto wake, ndipo anakuja kukutana na vitu ambavyo havielewi, yani system inamkataa. Baba anaamua kupiga kwa utawala wa chuo kujua ni nini kinaendelea, kwa sababu mbona anajaribu kulogin kwenye akaunti ya mwanaye ili kuangalia progress za mtoto wake kama mzazi, lakini akaunti inamkatalia. Ndipo anapewa taarifa mbaya kwamba mtoto wake ana muda karibia miezi 3 toka amekuwa suspended katika hicho chuo baada ya kudisqualify, lakini pia kuwa suspended kwenye scholarship ambayo alikuwa anatoka. Mzee Powell anakasirishwa kabisa na taarifa zile na kuamua kumpigia mtoto wake simu na kumwambia njoo nyumbani na mazungumzo na wewe. Sydney anakwenda nyumbani, anaulizwa unatoka wapi, anasema anatoka chuoni na nilikuwa nina kipindi, kumbe anaendelea kudanganya. Baba anamwambia haukuwa chuo, ni kwamba chuo umefukuzwa na ni mwezi wa 3 sasa na usemi chochote, na scholarship umekuwa terminated, lakini pia hata kimasomo umefeli vibaya kiasi kwamba mpaka umedisqualify kimasomo. Na kwa nini unadanganya? But still yule binti aliendelea kudanganya kwa wazee wake na kumwambia baba yake kwamba wanadanganya wao, sio mimi. Mimi ninachojua bado naendelea kusoma pale. Baba yake alivyosort out na mwanae hayo mambo, baba yake aliondoka. Sasa mama anafika nyumbani, anamwambia Sydney, tunapaswa kuzungumza binti yangu, unapaswa kunielezea ukweli wote, ni nini kimetokea na inakuwaje mpaka muda wote hukutuweka wazi. Sisi wazazi wako umekaa kimya na jambo zito kiasi hiki na umefukuzwa chuo na hausemi. Sydney akaendelea kudanganya kama alivyomdanganya baba yake, basi akaanza kumdanganya na mama yake, kwa sababu mama yake taarifa alipata kupitia baba yake na Sydney. Sasa mama akabidi naye apige simu sasa kwa utawala wa chuo kujiridhisha kujua kwamba ni nini kinaendelea. Mama amepiga simu utawala wa chuo wanamjibu majibu kama mzee aliyopewa. Kipindi bado mama anaendelea kuongea na simu na watawala wa chuo, mala Sydney anabeba frying pan ile nzito kabisa, ngumu ya chuma, na kuanza kumpiga nayo mama yake kichwani. Alimpiga na ile frying pan kwa mara 3 mara 4 mpaka mama yake alivyodondoka chini. Lakini Sydney hakukomea hapo, akabeba kisu, kama unachokifahamu, kisu cha jikoni kile, akaanza kumchoma mama yake visu vingi sana katika mwili wa mama yake mzazi. Na baada ya hapo, ukumbuke simu ilikuwa bado iko hewani, yani simu ilikuwa haijakatwa, kiasi kwamba wale maafisa ule upande wa chuo walikuwa wakisikia kila kitu kinachoendelea huko. Sydney akaokota ile simu ya mama yake na kupretend yeye ni mama yake. Akaanza kuongea na wale watawala wakamgundua, wakamwambia mbona wewe ni Sydney? Baadaye Sydney amemgundua akaikata ile simu. Kisha yule binti alivyokuwa na roho fulani ngumu, akaenda mpaka dirishani akapasua kioo ili ku make up, ili kutengeneza mazingira ionekane kama ni mwizi alikuja kama amebomoa kioo na kujaribu kuwaibia. Lakini upande wa chuo ambao mama yake Sydney alikuwa akiongea nao na waliokuwa wanasikiliza ile incident yote ambayo ilikuwa ikitokea pale nyumbani, wakapiga 911 na kuwaomba wafike kwenye huo mji, kwa sababu kipindi wanaongea na mzazi wake Sydney walisikia kelele. Sasa baada ya watawala wa chuo kupiga simu 911 kwa ajili ya kufika kwa kina Sydney kujua ni nini kinaendelea, ndipo polisi wanakwenda pale, wanafika wanamkuta Sydney akijitetea kwamba ni mwizi alikuwa akisneak in kuingia ndani kwao kuiba. Lakini polisi tayari walikuwa na full history kutoka kwa utawala wa chuo ambao ulikuwa ukiongea na simu yule mama. Lakini pia polisi wameingia pale ndani na maafisa mbalimbali wakiwamo wachunguzi, lakini hawakumkuta
mama yake na Sydney kama uhai nao tayari alikuwa umekwisha fariki. Basi Sydney anapelekwa polisi na baadaye anafikishwa mahakamani, na baada ya kuhojiwa na interrogation mbalimbali na uchunguzi mbalimbali, basi akakiri kosa. Sasa mahakama inakuja kuhukumu kesi hii hapa na kumkuta Sydney na hatia ya mauaji na kumfunga miaka 15 mpaka kifungo cha maisha jela kwa kosa la mauaji ya mama yake mzazi, kisa tu kuulizwa maendeleo yake ya shule na ni kwa nini amekuwa akidanganya wazazi wake kwa kipindi kirefu bila kuambia ukweli kama amefukuzwa chuo, lakini pia scholarship yake imefikia kikomo. Kwa ndio story yetu ya leo ambayo ilisababisha maumivu makubwa sana kwa watu kutoka state ya Ohio hapa Marekani. Sasa toa komenti yako pia ukielezea hisia zako. Wewe uwe kama kaka wa Sydney au dada wa Sydney au baba wa Sydney au mama wa Sydney au mjomba wa Sydney au shangazi wa Sydney au mdogo wake Sydney. Toa hisia zako hapo. Au wewe ndio Sydney sasa. Hebu toa hisia zako hapo. Hisia zako tuzijue. Chochote kile ambacho unahisi kwamba kinaweza kuwa positive, especially kwa wanafunzi ambao wanasoma vyuo vikuu ambao bado ni wadogo na wanajitafuta bado. Itakuwa imekaa vizuri sana. Asanteni.